Astaghfirullahalazim. Mwanzoni mwa filamu tunaanza na wanandoa ambao walikuwa wameathiri mtoto ili kumlea. Hawajafanikiwa kupata mtoto wao wa damu. Walimpenda sana huyu mtoto, ilikuwa ni familia iliyokuwa imejaliwa upendo. Na baada ya miaka kadhaa, Latifa akawa amepata ujauzito, na hili lilikuwa ni jambo jema sana kwa hao wanandoa. Siku moja baba wa familia alivyokuwa akicheza na mtoto wake, ghafla akawa ameanguka chini huku anashikilia tumbo. Baada ya kufanyiwa vipimo, ikagundulika kwamba alikuwa na ugonjwa hatari, ugonjwa ambao ulikuwa umefika katika hatua ya mwisho kabisa. Siku moja baada ya kuwa amemaliza kuswali wanafamilia hawa, Latifa akaanza kujisikia vibaya, akawa ameanguka chini. Baada ya kufanyiwa vipimo, Latifa akawa amepoteza mimba. Hili lilimuumiza sana binti Latifa kwa sababu walikuwa wamepata matumaini ya kupata mtoto wao wenyewe. Sasa matatizo hayakuishia hapa, matatizo yakaendelea kuiandama familia hii. Mme wa Latifa hali yake ikawa imezidi kuwa mbaya zaidi, na mwisho wa siku mwanaume huyu akawa amefariki dunia. Latifa hakuwa na chaguo. Baada ya mwaka mmoja baada ya kifo cha mme wa Latifa, mtoto wa Latifa alikuwa anaitwa Gandhi. Latifa alimlea kwa msaada wa mfanyakazi wake wa nyumbani. Gandhi, licha ya kwamba amempoteza baba yake kwa muda mrefu sana, mpaka hii leo alikuwa akigoma kula kwa sababu alikuwa amekwisha kumzoea baba yake. Sasa huyu mtoto alikuwa na changamoto kidogo ya akili, ni mtoto mwenye mahitaji maalum, anapoteza sana umakini. Siku hii Latifa akawa amepokea simu kutoka katika taasisi ya elimu ambayo mme wake alikuwa anafanyia kazi. Alipofika akaongea na mmoja wa viongozi wa taasisi hiyo. Kwa nini? Ni kwa sababu mme wa Latifa ambaye ni marehemu kwa sasa, yeye ndiye alikuwa mmiliki wa taasisi hii, na kwa sasa Latifa analazimika kuiongoza yeye mwenyewe. Sasa kwa sababu Latifa alikuwa bado hajui vizuri namna sahihi ya kuongoza taasisi hii, maafisa kutoka serikalini wako wamefika hapa kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa huyu binti. Cha ajabu ni kwamba moja kati ya maafisa hawa ni bwana mkubwa mmoja anaitwa Arman. Huyu yeye alikuwa ni rafiki yake wa zamani ambaye wamesoma naye chuo kimoja, na sio tu rafiki, ni ex wake wa zamani. Siku hiyo wakawa wamepata nafasi nzuri pia ya kuzungumza na binti. Baada ya kuzungumza na binti, rafiki yake Arman akawa ameondoka hapa, akawacha wazungumze kidogo. Watu wakabaki kutazamana tu, wanaoneana aibu, wanafikiria vitu vya nyuma huko. Kila mmoja hakutarajia kukutana na mwenzake eneo hili. Baada ya kuachana, Arman akiwa na rafiki yake akamjuza kwamba Latifa amesoma naye na anakiri kwamba alimjua mme wake. Alikuwa ni mtu mtulivu, mwenye akili na jitihada kubwa sana. Akamsifia sana mme wa Latifa, pia akamsifia sana Latifa kwamba alikuwa ni mwenye akili anayejitegemea sana tangu alipokuwa chuoni. Arman aliendelea kumsifia sana Latifa huku akionyesha wazi kwamba bado alikuwa na hisia naye. Mambo ya ex na andazi na chagua andazi ni wewe, sio wote kabisa. Kesho yake wakuwa wamekutana tena, wakazungumza namna ya kuendesha vizuri ile taasisi, wakiwa wanachanganua mawazo. Baada ya muda, Latifa akawa amepigiwa simu ya dharura kwamba mtoto wake ameanza tena kusumbua huko. Binti akaamua kukatisha hiki kikao ili aende kumfuata mtoto wake. Arman alikuwa amependekeza kwamba amsindikize na gari huko shuleni. Walipofika shuleni, Gandhi kidogo alikuwa ni mkorofi sana, ni kwa sababu alikuwa hajazoea kabisa kuchangamana na watu. Hiyo hali inamletea shida sana. Latifa akajitahidi sana kumtuliza mtoto. Baada ya mtoto kutulia, wakuwa wameondoka hapo. Usiku huo Arman akaanza kuwaza sana kuhusiana na Latifa pamoja na mtoto wake. Anaanza kuona kabisa kama Latifa anahitaji mtu wa kumkea ama kumbeba hata mtoto anapopatwa na ile hali. Anaona kama Latifa hili jambo linakuwa gumu sana kwake. Siku iliyofuata, Arman pamoja na Latifa wakiendelea kuwa karibu zaidi, na siku hiyo akawa amependekeza kwamba waende kupata chakula wakiwa pamoja, na kama itawezekana wamfate mtoto pamoja. Mwanzoni binti alikataa, lakini kwa sababu Arman anamjua sana huyu binti, akawa amemshawishi na binti akawa amekubali, wakaenda pamoja. Walipoenda kula kwenye mgahawa ambao Latifa aliupenda sana, Arman alifurahi sana kula chakula hicho kwa sababu kila mara mapendekezo ya Latifa yalikuwa ni mazuri kwake. Latifa akawa amemwelezea mtoto wake kwa Arman ili amjue. Baadaye Arman akawa amempeleka Latifa nyumbani, na hapo akawa amekutana na Gandhi. Akaahidi kwamba siku nyingine atawatoa matembezini, akajitahidi sana awe karibu na hii familia. Kwa bahati nzuri, Gandhi akawa amempokea vizuri sana bwana mkubwa Arman katika maisha yake. Kweli kesho yake wote wakawa wametoka, mtoto akawa amekimbilia ice cream, lakini Latifa akamjuza Arman kwamba hivi vitu vina kikomo kwa huyu mtoto. Mtoto alipokuwa anahitaji ice cream,
watoto wengine wakawa wamefika hapa ni wanafunzi wa awali. Hili jambo likawa limemfanya Ganti aanze kulia kwa nguvu sana. Arman akachukua uamuzi wa ambembeleze. Hili jambo likamfanya Latifa kukaa kando, anatazama Arman alivyochukua maamuzi hayo. Anamuona kama mshikaji anamjali sana mtoto wake kwa upendo mkubwa. Hili jambo likaanza kumfanya amkumbuke marehemu mume wake, kwa sababu Arman na marehemu mume wake wanafanana sana tabia zao. Wakapata nafasi ya kuwa pamoja siku hiyo, wakapiga stori sana. Arman akasema kwamba anafurahi sana kutumia muda pamoja na Latifa na mtoto wake. Katika stori mshikaji akawa amesema kwamba hata yeye pia ana binti mmoja anaitwa Almun pamoja na mke. Binti akawa ametambua kwamba Arman tayari ana familia yake. Na muda huu walivyokuwa wanapiga stori, Arman aliacha simu yake kwenye gari, na simu ilikuwa inaita, imeandikwa jina la mama, na kumbe alikuwa ni mtoto wake Almun ambaye alikuwa anampigia, anahitaji kuongea na baba yake, lakini baba yake hakupokea simu. Baada ya muda akawa amepata nafasi nzuri ya kucheza pamoja na mtoto Ganti. Sasa baadaye akawa amempigia simu mke wake ili wazungumze kwenye simu. Mtoto akawa amegoma kabisa kuongea na baba yake, kwa sababu alimpigia sana simu ili amwambie kwamba kwa sasa anaweza kuendesha baskeli, lakini baba yake hakupokea simu. Hivyo mtoto akawa amemnunia baba yake. Arman akajaribu sana kumbembeleza mtoto wake, akimuulizia hali ya mama yake. Mke wake Arman anaitwa Widia, alikuwa ni mwanamke mwenye akili sana, ni moja kati ya mwanamke ambaye kila mwanaume angetamani kuwa mke wake. Tushafahamu vizuri familia ya bwana mkubwa Arman. Upande wa binti Latifa, usiku huu akawa amepokea jirani ambaye kafika hapa kwa ajili ya kumpatia mwaliko wa sherehe. Kaleta mwaliko wa sherehe, lakini akaanza tena kuleta stori za unafiki. Akaanza kumuuliza, vipi yule bwana mkubwa ambaye mara nyingi tunamuona anakuja hapa kwako kumwangalia mtoto wako, vipi ndo mume wako kwa sasa? Ganti kapata baba mpya. Ogopa sana mtu anakuuliza swali anakujibu yeye mwenyewe. Ndo haya mambo yaliokuwa yanatokea kwa jirani huyu. Anasema kwamba lakini pia unafaa kuwa na mwanaume, sio mbaya. Latifa kwa amekosoa, akasema kwamba hapana, Arman ana familia yake, ana mke pamoja na watoto. Sasa binti alijibu hii hoja kwa uzuri tu, akiwa anajielezea kwa huyu mtu ambaye yeye ameleta maneno yake ya unafiki. Badala yake, bila yeye kujua, hii hoja ikaenda kuzua jambo jingine ambalo ni baya zaidi. Maneno yakaanza kutapakaa mjini hapa kwamba binti Latifa anatembea na mme wa mtu. Yaani inaonekana sasa mjane anajipendekeza kwa mwanaume mwingine ambaye ana familia yake. Maneno haya yalimfanya Latifa kuanza kuwaza sana, akaanza kumkwepa Arman, hapokee simu zake, na wala akienda kumuona nyumbani hapa anaagiza mfanyakazi kumwambia hayupo. Hili jambo likaanza kumfanya pia hata Arman mwenyewe kuanza kujisikia vibaya. Anaanza kushangaa kwa nini binti Latifa amebadilika ghafla tu. Akienda ofisini, msaidizi wake akafika hapo, akawa amemjuza habari hizo, akamwambia kwamba ukaribu wako na Latifa unaweza kuzalisha maneno mengi sana yasiyofaa kwenye jamii, na picha ya Latifa pamoja na yako ikaharibika. Arman anawanza sana kwa sababu pia hata kazi yake ilomleta hapa jijini imeenda kuisha, hivyo anahitaji kumwaga Latifa. Kwa kukosa kuzungumza na Latifa, mshikaji akaamua tu kurudi mwenyewe nyumbani kwake, na akawa amepokelewa na familia yake kwa furaha kubwa sana. Wakala chakula kwa pamoja, usiku wakafurahi sana. Hapa nyumbani pia anaishi pamoja na mama yake Arman. Wakawa wamemuuliza huko ulikokuwa shughuli zimeendaje. Arman akawa ameeleza kwamba kiongozi wa ile taasisi mpya kwa sasa anaitwa Latifa. Sikujua kabisa kama ningemkuta pale. Sasa hili jina mama yake Arman analijua vizuri na anamfahamu vizuri kwamba Latifa alikuwa ni mpenzi wake na huyu bwana mkubwa na waliachana. Widia akahisi kama kuna kitu hapa, maana baada ya hili jina kutajwa tu mama mtu ni kama amekaa kimya. Ikabidi kuuliza Latifa ni nani? Arman akasema kwamba hapo zamani za kale waliwahi kuwa karibu naye kidogo tu, lakini sio sana. Kwa sasa ana mtoto ambaye ana matatizo kidogo ya kiafya. Hili jambo likamtia mashaka sana mke wa Arman. Hakupata majibu ambayo yanaeleweka kutoka kwa mme wake. Kesho yake asubuhi, Widia akienda kumuuliza mama mkwe wake kuhusiana na Latifa, kwa sababu anahisi kama pengine mme wake kuna jambo anamficha. Mama yake Arman akasema kwamba pengine mme wako ameona halina maana sana kukujibu hilo jambo, ndiyo maana amekaa kimya, yawezekana halina umuhimu wa aina yoyote. Usiku Arman alipokuwa anamsimamia binti yake ahakikisha anachora, ni kazi ambayo alikuwa amepewa kutoka shuleni, lakini yeye akili yake ilikuwa kwenye simu tu. Anawaza sana Latifa ambaye hajibu meseji zake. Mara akaenda Instagram kwa ajili ya kuangalia picha za Latifa. Sasa mtoto muda huo anazungumza na baba yake, lakini baba yake akili yake inamwaza Latifa tu. Mara mke wake alikuwa amefika hapo. Arman kwa haraka kwa amefunika ile simu, akasema kwamba kesho nalazimika kurudi Jakarta kwa ajili ya shughuli za taasisi tena.
nimeitwa kwa dharura. Widi akawa ameshangaa sana kwa sababu Arman amerudi siku 2-3 tu hapa na alisema amekamilisha kazi. Kwa nini anaenda tena huko? Jamaa kwa amesema kwamba ni kazi ya kidharura. Akaahidi kwamba awamu hii akirudi ndo karudi jumla. Kesho yake Latifa alipokuwa amemfuata mtoto wake shuleni, mara Arman akawa ametokea hapo ghafla. Gandi akawa amefurahi sana na akawa amemkumbatia sana kwa upendo. Baadaye akawa amemuuliza Latifa kwa nini ajibu meseji zake wala apokee simu zake na anamkwepa. Latifa akawa ameeleza kwamba anahisi ukaribu wao unaweza kuzua maneno ambayo ni mabaya zaidi. Yeye ni mjane na Arman ni mme wa mtu, hivyo watu wataanza kuzungumza vibaya ukaribu huo na kuharibu majina yao. Lakini Arman akiendelea kusisitiza kuhusiana na hisia zake, ametokea kumpenda tena Latifa na anamuhitaji kumwoa. Latifa akawa amemuuliza lakini si una mke? Arman akasema kwamba dini inaruhusu. Latifa akaanza kujilaumu, akaanza kuona kabisa ameanza kufungua moyo wake kumpenda mwanaume ambaye tayari ana familia. Na je, vipi kuhusiana na hisia za mwanamke mwenzake? Yeye yuko tayari kulibeba jambo hili? Na akawa amemuuliza Arman, je, yuko tayari kumweleza mke wake kuhusiana na jambo hili? Mwamba akaamua kwanza kwenda kuonana na mama yake, akamweleza kila kitu kuhusiana na Latifa na nia yake ya kumwoa. Lakini mama yake akamkumbusha kwamba Latifa ni maisha yako ya zamani, lakini kwa sasa wewe una mtoto pamoja na Widia, wao wanakusubiri nyumbani na wao ndio maisha yako ya sasa na ya baadaye. Kuanzia hapo Arman akaanza sana kuwa mtu mwenye mawazo mengi sana. Mara nyingi alikuwa akijitengatenga. Kwenye kujitengatenga kwake, mke wake akawa amegundua mabadiliko kwa mme wake. Siku moja Widia alipokuwa akipika huku anasikiliza mawaidha kuhusiana na mwanamke kuwa mvumilivu na mtu mwenye nguvu, ghafla Arman akawa amefika hapo na kumkumbatia kutoka kwa nyuma, akamwambia kwamba ninakupenda sana mke wangu. Widia akaona wazi kwamba mme wake anasumbuliwa na jambo, lakini ni kana kwamba anasita kumwambia. Baada ya maswali kuwa mengi kutoka kwa mke wake, mwanaume ikabidi kusema ukweli. Akakiri kwamba Latifa alikuwa ni mpenzi wake wa zamani, lakini hivi sasa hisia zake zimeanza kurudi tena, ameanza kutokea kumpenda Latifa. Kauli hii ilimvunja moyo sana huyu mwanamke, akaanza kujihisi kama anasalitiwa, pengine ana matatizo, ndio maana mwanaume ameanza kutafuta mwanamke mwingine huko. Akaanza kujilaumu, anaanza kuona kama yeye ni mwanamke ambaye amepungukiwa. Arman akaanza kumtuliza mke wake, akimsii asifikirie sana, yeye yuko sawa na bado anampenda yeye pamoja na mtoto wake. Arman akajaribu kuongea kwa utulivu ili kuonesha kwamba anachokizungumza, lakini nia yake ni kumsaidia Latifa pamoja na mtoto wake, kwa sababu anaona kabisa Latifa anayo haja ya kupata mwanaume ambaye atamchunga na kumlinda. Widia hakukubali sana hili jambo, akakasirika sana na kusema kwamba ikiwezekana yuko tayari kuachana kabisa, kama ni talaka itoke tu. Arman akajaribu kumsihi mwanamke akimwambia kwamba Latifa yuko tayari kuwa mke wa pili. Widia akaanza kuona kabisa mwanaume ameanza kumlinda tena Latifa mbele yake. Usiku huo watu wakalala vyumba tofauti kabisa, kila mmoja chumba chake. Kesho yake Arman aliporudi nyumbani, akaingia ndani, nyumba ni tupu, mke wake pamoja na mtoto hayupo ndani hapo. Muda mfupi baadaye mama yake Arman pamoja na dada yake wakuwa wamefika hapo. Mama yake wakuwa ameingiwa na hasira sana baada ya kugundua kwamba Widia ameondoka hapo nyumbani kwa sababu Arman alimweleza kuhusiana na nia yake ya kumwoa Latifa. Arman mwenyewe anaonekana kuchanganyikiwa, hakuelewa ni nini cha kufanya. Akasema tu kwamba nia yake ni kumlinda Latifa pamoja na mtoto wake, kama vile jinsi ambavyo anampenda mke wake pamoja na mtoto wake Almun, wala sio kingine. Haeleweki tu, mbona yeye ana nia nzuri? Lakini mama yake hakumwelewa kabisa huyu jamaa na hoja zake, kwa sababu yeye alikuwa anaendelea kumwonea huruma Widia, na yeye anamwelewa sana Widia kuliko huyo Latifa. Widia pamoja na Almun mtoto wake wakaenda kuishi sehemu nyingine kabisa kwa muda. Usiku huo Widia akaomba sana dua kwa Mwenyezi Mungu, akiomba aongozwe, apewe mawazo yaliyo sahihi, afanye nini kilicho sahihi katika maisha yake. Hayuko tayari kabisa kumpoteza mme wake kwa mwanamke mwingine. Mtoto wake mwenyewe hahitaji kuwa mbali na baba yake kwa muda mrefu. Widia anampenda sana Arman na hilo lilikuwa wazi. Kesho yake mama mdogo wa Arman akawa amemtembelea Widia, akamwambia kwamba mwanamke mwenye subira na nguvu katika ndoa yake anaweza kuifanya ndoa hiyo kuwa mlango wa pepo. Widia akaanza kulia huku akisema moyo wake unauma sana kwa sababu amesalitiwa na mtu aliyempenda sana. Anaamini pengine mme wake amemsaliti kwa Latifa, ndio maana anahitaji kumuoa Latifa, kwa sababu kama kitu chochote alichokuwa anakihitaji mme wake alikuwa kikipata kutoka kwake, kwa nini aende kutafuta mwanamke mwingine? Jioni yake Arman akaenda kuzungumza tena na mke wake, akamwambia kwamba anampenda sana yeye pamoja na mtoto wake. Lakini Widia akauliza, unamaanisha nini kuhusiana na hayo maneno yako? Mwanaume akasema kwamba anachokitaka ni kumsaidia Latifa pamoja na mtoto wake ili na wao wapate furaha kama wao wanayoipata. Hisia zake zimetokea kumpenda sana huyo binti, ndio maana anajituma kufanya hivyo. Mwanamke akawa amemlaumu sana mume wake kwamba yeye ndiye ameachia hisia zake kumpenda tena mtu ambaye alikuwa anampenda huko nyuma.
Hii inaonyesha wazi kwamba umenisahau mimi kama mke wako pamoja na mtoto wako. Mwanaume akawa amepinga sana hiyo hoja, akatetea sana hoja yake kwamba anaipenda familia yake na hayuko tayari kabisa kuiacha familia yake. Mwanaume akawa ameomba radhi sana kwa mke wake. Widia akawa ameomba aonane na Latifa. Kweli siku iliyofuata wakawa wameonana. Swali la kwanza, kwa nini bado unaruhusu kuwa karibu na Arman na wakati unajua kabisa ni mme wa mtu na ana mtoto? Na je, unahisia na Arman na unajua Arman ana mpango wa kukuoa? Latifa akaeleza kwamba hana nia kabisa hata kidogo ya kumchukua Arman kutoka katika familia yake, na akasema kwamba Arman ni mapito yangu tu, ni maisha yangu ya zamani. Mazungumzo yao yakawa ni maswali na majibu kama bunge la bajeti. Maana Latifa akawa amepigiwa simu, hapo ni simu ya dharura kutoka kwa mtoto wake. Hali ni mbaya huko. Hili jambo lilikuwa limemtia hofu sana binti, hata Widia aliliona hilo. Binti akawa amemwomba radhi Widia, kisha akataka kuondoka. Arman akawa amejitokeza hapo, akasema kwamba ampeleke huko na gari lake. Arman akaonyesha wazi jinsi alivyokuwa anamjali Latifa mbele ya mke wake, akamwomba ruhusa ampeleke. Kweli wakuwa wamemchukua Latifa na kumpeleka nyumbani kwao. Walipofika hapo, Arman akamwambia mke wake kwamba yeye atabaki hapa, kama mwanamke ataamua kurudi nyumbani yeye achukue usafiri, watakutana nyumbani. Binti akiwa ndani ya gari akaanza kusikia sauti ya mtoto wa Latifa akiwa analia. Hili jambo lilikuwa limemfanya kama mwanamke kujisikia vibaya, hivyo akaamua kuingia ndani. Akamkuta mtoto wa Latifa yuko katika hali ya trauma. Widia akaamua kumsaidia binti, akaomba ruhusa akaenda kumpikia uji. Mtoto wa Latifa baada ya kutulia akaanza kunywa ule uji ambao umepikwa na Widia. Usiku huo Latifa pamoja na Widia wakiendelea na mazungumzo yao ya karibu zaidi. Widia aliamua kubaki hapa usiku mzima. Widia akamsimulia kwamba hapo zamani za kale alikuwa na kaka ambaye na yeye pia alikuwa na mahitaji maalum kama mtoto wa Latifa. Kutokana na hali hiyo, Widia anaelewa vizuri kwamba kuwa mama kunahitaji moyo wa kipekee, moyo wa kujitolea, kuwa mtu mwenye nguvu na kukubali kufanya chochote kwa ajili ya mtoto wako, hata kama ni jambo la kugusa sana. Maneno haya yakamgusa sana Latifa baada ya kujua kwamba mama yake Widia na yeye aliwahi kulea mtoto mwenye mahitaji maalum. Kwenye maongezi yao zaidi na zaidi, mke wa Arman akamuuliza Latifa kama kweli yuko tayari kuwa mke wa pili, na je, yuko tayari kukutana na changamoto za kuwa mke wa pili. Binti akasema kwamba siwezi kujibu hilo swali kwa sababu hata mimi mwenyewe sina majibu. Kesho yake Arman pamoja na Widia walipokuwa wanajiandaa kwa ajili ya kuondoka kurudi nyumbani kwao, Ganji akakataa kabisa, akabaki analia, anamhitaji Arman abaki naye, aishi naye milele hapa, hahitaji kabisa kumwona huyu bwana mkubwa anaondoka kwenye mikono yake. Hili jambo liko limewatia huzuni sana watu wote. Widia akabidi kuingilia kati, akajaribu kumtuliza Ganji, akamuomba ruhusa amwazime Arman aende naye kwa muda, atamruhusu arudi. Gadi kwa bahati nzuri akawa amemkubali sana Widia, hivyo akawa amemruhusu amchukue Arman kwa muda na akawa amemkumbatia kabisa. Widia pamoja na Gadi damu zao zimeendana, si ndio? Kabla ya kuondoka wakaenda kwanza kwenye cafe moja ili wazungumze kwa undani zaidi kuhusiana na huo uhusiano wao. Hapo Widia akawa amemuuliza Arman kwamba je, angependa kubaki karibu na Latifa kwa sababu ya hali ya Gadi ama angependa waambatane pamoja, lakini akamuuliza maswali kama kweli yuko tayari kuongeza familia nyingine kwenye familia yake. Je, yuko tayari kutimiza majukumu kama mwanaume? Na akamwambia kwamba yuko tayari Arman amwangalie Latifa kwa sababu ya mtoto wake. Hali yake inahitaji mtu wa kumwangalia zaidi, ila ahakikishe tu familia yake ni lazima iwe na furaha. Yani anamaanisha familia yake yeye mwanamke pamoja na mtoto wake Arman. Widia akasema kwamba yuko tayari kushirikiana na mume wake juu ya jambo hilo la Latifa. Maneno hayo yalikuwa yamemshangaza sana mwanaume. Widia akarudi nyumbani peke yake siku hiyo. Mama yake Arman akawa amemuuliza kwa nini Arman hajarudi hapa. Widia akasema kwamba nitakueleza kila kitu baadaye, lakini sio kwa sasa. Na muda wote binti Widia aliendelea kuwasiliana na Latifa kwa ukaribu zaidi ili kujua hali ya mtoto wake Latifa inaendeleaje. Siku moja Gandhi alikuwa anaendesha baskeli mbele ya nyumba akawa ameanguka. Sasa kuna watoto wengine wakiwa wamejitokeza hapo kwa ajili ya kumsaidia, lakini mtoto wa Latifa akaanza tena kufanya fujo. Hakupenda kabisa mazingira ya watu wengi. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya kuzaliwa kwa binti Arman, mtoto wa Arman. Hivyo Widia alikuwa anaandaa mazingira kwa ajili ya kufurahi kwa pamoja. Mume wake akawa amefika hapo, akaeleza hali ya mtoto wa Latifa na anahitajika kusafiri kwenda huko, kwenda kuangalia hali ya hewa inaendeleaje huko. Binti Widia alijua kabisa siku hii ilikuwa ni siku ya kuzaliwa kwa binti yake na inamhitaji mume wake awepo hapa, lakini aliruhusu mwanaume aende kwa Latifa kwenda kuangalia mtoto wa Latifa anaendeleaje. Ni kwa moyo wa upendo tu.
Kweli mwanaume Arman akawa ameondoka hapo na akawa amesafiri. Alipofika katika nyumba ya Latifa, Latifa mwenyewe akawa ameshangaa. Wewe kwa nini umekuja hapa? Si ni siku ya kuzaliwa kwa mtoto wako? Mtoto wako anakuhitaji sana, rudi ulikotoka. Unahisi mtoto wako atajisikiaje? Mwanamke akawa amemwashia maneno mengi sana. Hakuhitaji huyo mwanaume kufika hapo kwa sababu mtoto wake kwa sasa amekwisha kutulia, hivyo haoni sababu ya aina yote ya Arman kuwepo hapa. Ni bora arudi aende akasherekee siku ya kuzaliwa kwa mtoto wake. Mtoto wake anamhitaji huko. Upande wa familia ya bwana mkubwa Arman, Widia alikuwa anazungumza na mama mkwe wake, mama yake Arman, na akawa amemwambia kwamba amekubali Arman amlee Latifa pamoja na mtoto wake. Mama yake Arman akawa amekasirika kidogo kwa sababu bado alimuona Latifa kama mwanamke mwenye tamaa na mwenye ubinafsi tangu zamani, kwa sababu anamjua vizuri yule binti, anamjua kabla ya Widia kuingia katika maisha ya Arman. Widia akaeleza sababu zilizomfanya yeye kukubali hali hiyo. Akasimulia kwamba alipokuwa mtoto mdogo aliwahi kujisikia vibaya na kujiona mwenye hatia baada ya kushindwa kumsaidia mama yake aliyekuwa akimtazama kaka yake mwenye mahitaji maalum kama mtoto wa Latifa. Baadaye mama yake pamoja na kaka yake walifariki kwenye ajali, ndiyo maana anahitaji kurekebisha makosa yake ya zamani kwa kumruhusu mume wake kuwa karibu na Latifa pamoja na mtoto wake. Widia anaamini kwamba labda hiyo ndiyo njia pekee ambayo Mungu anaweza kumfungulia mlango wake wa pepo. Mama ikabidi kuwa mpole tu. Hiyo hoja kidogo imekuwa nzito sana. Wakiwa hapo mara wakawa wamepokea ugeni. Kwenda ni Arman karudi nyumbani hapo akiwa na Latifa pamoja na mtoto wake. Baada ya kusalimiana, watoto wote wawili yani Arman pamoja na Gadi wakawa wamepatana vizuri sana na damu zikawa zimeshikana. Hivyo wakawa wametoka hapo na wakaenda kucheza pamoja. Latifa akaonekana ni mwenye aibu na wasiwasi sana ndani ya nyumba, haswa anapomtazama mama yake Arman, kwa sababu anamjua huko nyuma na hakumkubali sana kumwingiza huyu binti kwenye familia yake kwa sababu ya mambo ambayo yalitokea huko nyuma. Mama huyu aliamini kabisa hapo zamani Arman aliachana pamoja na Latifa kwa sababu mwanamke huyu alikuwa ni mbinafsi. Latifa baadaye akawa ameenda jikoni kwa ajili ya kwenda kuzungumza kwa upole na mama yake Arman. Yeye alikuwa anaonyesha wazi kwamba hajampokea sana huyu binti moja kwa moja. Binti akaomba radhi kwa kumkosea kipindi cha nyuma, mambo yamekwisha kuisha, waanze maisha mapya. Sasa alikaa hapa binti kwa miezi kadhaa na ushirikiano uliendelea kuwa karibu zaidi. Siku ya harusi ikawa imefika. Latifa akawa anapambwa kama bibi harusi. Widia na yeye anamuweka sawa, anaandaa nguo za harusi za mme wake na anahakikisha mme wake ametaradadi, anahakikisha mme wake anaonekana vizuri. Huyu ni mwanamke ambaye anaonekana ni mwanamke wa shoka mwenye moyo wa ujasiri kinoma, jambo ambalo ni gumu sana kufanywa na wanawake wengine, haswa wa kizazi hiki. Hapa sijawagusa nyinyi wanawake wa Uswahilini, naongelea wanawake hao wa nje huko. Bibi harusi kapambwa vizuri. Mara akiwa hapo akawa amepata taarifa kwamba Arman pamoja na Gadi mtoto wake wametoweka tu, na sio kutoweka tu, hata baskeli yao pia haipo. Wote wakawa wameingiwa na hofu sana, wakaanza kumtafuta kila mahali. Sasa kwa nini hili jambo limetokea? Ni kwa sababu hapo nyuma Arman mtoto wa Widia, baada ya kuona baba yake anaenda kuoa mwanamke mwingine, mtoto akaanza kuhisi anaenda kumpoteza baba yake, na pengine mtoto alianza kuhisi kama baba yake anaenda kuoa mwanamke mwingine, maana yake mama yake atakufa muda si mrefu. Akili za mtoto zilikuwa zinamtuma hivyo, kama mama yake hafi, kwa nini baba yake anaenda kuoa mwanamke mwingine? Widia pamoja na bibi harusi wakaamua kuingia barabarani kuwatafuta watoto. Kwa bahati nzuri wakawakuta Arman pamoja na Gadi wako kwenye mti mmoja mkubwa hapa, wamekaa wanapiga zao stori. Latifa baada ya kufika hapo, hisia zikampeleka mbali sana, akaanza kumwona marehemu mume wake akiwa anacheza pamoja na mtoto wake. Kumbe watoto walikuwa wamekaa hapo kwa mapenzi yao tu. Arman akawa ameomba msamaha kwa kuwatia hofu wazazi wake, akasema kwamba anampenda sana mama yake na anampenda sana Latifa, yuko tayari kumuita Latifa mama yake. Mtoto akasema huku analia, anasema kwamba anampenda sana Gadi, yani mtoto wa Latifa anamuhitaji awe kaka yake. Binti Arman akamwomba sana Latifa msamaha kwa kila alichokifanya kuwatia hofu siku ambayo ilikuwa ni ya furaha. Binti akawa amemkumbatia, akawa amemwahidi kwamba hata yeye pia anampenda na yuko tayari kuwatenganisha. Uko amerudi nyumbani, ndoa inatakiwa kuendelea. Muda mfupi kabla ya ndoa, Latifa akawa amemuita Widia pamoja na Arman ndani ya chumba, wakaanza kuzungumza, wakateta jambo. Latifa akasema kwamba mwanamke mwema anaweza kufunguliwa mlango wa pepo kupitia ndoa yake, lakini yeye hajioni kabisa kama yuko tayari kuingia peponi kupitia njia hii ya kuwa mke wa pili, akisema kwamba kwa muda wote alikuwa na hofu
hakuwahi kabisa kuwa tayari kuwa mke wa mtu. Binti akaikataa kabisa hii ndoa, licha ya kwamba kuna gharama ambayo imetumika mpaka kufika hapa. Anaona kabisa ni bora yeye aendelee na maisha yake mengine nje kabisa na maisha ya Arman pamoja na mke wake. Hawezi kabisa kuolewa na mme wa mtu, hataki kabisa kuingiza maumivu ndani ya moyo wake na ndani ya familia ya mtu ambaye anaenda kuingia. Akamwomba sana msamaha binti Widya pamoja na Arman, akamwambia kwamba yeye anaamini kwamba wangemchukulia kama sehemu ya familia yao, lakini yeye haoni kabisa hii kama ni sawa. Hivi mnamwelewa huyu dada? Widya hakuona tatizo lolote na akawa amemwambia kwamba hata kama haujakubali kuolewa na Arman, wewe bado ni familia yangu. Popote utakapokuwa, kumbuka sisi ni familia yako. Binti akaendelea kuomba radhi kwa maamuzi yake. Filamu hii inatuachia ujumbe mkubwa sana kuhusiana na mapenzi ya ndoa ya mke zaidi moja. Ni maamuzi magumu ambayo si kila mwanamke anaweza kuyavaa kwa moyo wake mweupe na kuishi kwa upendo bila kujali maslahi yake binafsi. Ndoa za watu wengi zinahitaji kujitoa kiakili, kimwili, kihisia mpaka kiimani. Subscribe, like, share, comment. Karibu.